Watu wengi wanatamani kuwa matajiri, wanatamani kufanikiwa kifedha, lakini hawajui kabisa mchakato unaotengeneza matajiri. Ukisikia mtu ni tajiri, either ni hapa Tanzania au sehemu yoyote duniani, ni kwa sababu alipita katika michakato 12 nitakao kwenda kukwambia katika siku ya leo. Na mchakato wa mwisho ndio mchakato wa muhimu zaidi pamoja na wa sita. Kwa kama unatamani kuwa tajiri, ni muhimu ukaelewa jinsi matajiri wanavyotengenezwa. Na hili ni somo ambalo nimelipata kwenye kitabu changu bora kuliko kitabu chochote nilichosoma duniani. Hiki ndio kitabu ambacho kimenifundisha siri nyingi za mafanikio ya kifedha kuliko kitabu chochote. Kama unavyoweza kuona ni kikubwa, kina peji zaidi ya 600. Na habari njema ni kwamba hiki kitabu unaweza ukakipata dukani kwetu. Tunacho cha Kiingereza na tunacho cha Kiswahili. Kwa katika siku ya leo ninaendelea na muendelezo wa somo au uchambuzi wa kitabu hiki kinachoitwa School of Money. Moja ya vitabu bora sana nilichokisoma kwenye maisha. Leo ninaenda kukufundisha michakato 12 inayotengeneza matajiri. Kila mchakato ni muhimu sana katika kufikia uhuru wa kifedha. Asante sana bwana. Karibu sana kama ndo kwa mara ya kwanza unanifuatilia. Mimi naitwa Victor Mwambene. Tafadhali usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Mimi ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara idhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Nimeandika vitabu 4 ikiwemo Kanuni 20 za Fedha, Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara, Nguvu ya Kujua pamoja na Akili ya Fedha. Karibu sana bwana. Kama nilivyokuambia bwana, watu wengi wanatamani kuwa matajiri, lakini hawajui wanachotakiwa kufanya ili kuwa matajiri, wanachotakiwa kuepuka ili kuwa matajiri. Kwa leo nitakwenda kukufundisha michakato inayotengeneza matajiri. Kwa kama kuwa tajiri ni moja ya malengo yako, tafadhali hii ni video muhimu sana itakayokwenda kubadili namna unavyofikiria kuhusiana na masuala mazima ya fedha, biashara na mafanikio. Kwa mwandishi katika kitabu hiki cha School of Money anatupa michakato 12 inayotengeneza matajiri. Kwa nisikilize mpaka mwisho. Nitakueleza mchakato wa kwanza mpaka mwisho. Kwa sikiliza video hii mpaka mwisho. Kabla sijaendelea bwana, video hii imedhaminiwa na Biashara Soft. Biashara Soft bwana ni daftari la kidigitali, ni application inayokusaidia kuendesha biashara yako kijanja na kwa njia ya simu au kwa njia ya kompyuta. Kwa kama wewe ni mfanyabiashara, unataka kujua kila kinachoendelea katika biashara yako, hata kama hujafika kwenye biashara, basi tumia application yetu au mfumo wetu wa Biashara Soft. Itakusaidia kusimamia biashara yako. Mfumo wetu, bidhaa ikikaribia kuisha, mfumo utakutumia ujumbe. Bidhaa ikiisha, mfumo utakutumia ujumbe. Pia mfumo utakuonyesha bidhaa zinazotoka sana na bidhaa zinazotoka taratibu, bidhaa zenye faida kubwa, na zaidi mfumo wetu utakuonyesha royal customer ulionayo, yani wale wateja wakubwa wanaonunua kwako mara kwa mara, na utaona wateja ulionao katika kila mkoa na kila wilaya. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu sana. Lakini zaidi pia video ya leo imedhaminiwa na Vikoba App. Vikoba App ni application ya kusimamia vikoba. Kwenye mfumo wetu mwanachama akipitiliza tarehe ya kuweka akiba, wanachama wote mnapokea ujumbe na anapigwa faini. Kwenye mfumo wetu mwanachama akipitiliza rejesho la mikopo, ile rejesho, wanachama wote mnapata ujumbe kwamba Victor Mwambene amepitiliza rejesho lake la mkopo. Kwa ni mfumo wa kisasa sana, unasimamia akiba za watu, unasimamia mikopo kwenye vikoba, mfumo unasimamia hadi project, unasimamia vikao na kila kinachoendelea katika vikao. Kwa hiyo tumia application ya Vikoba App. Kwa karibu sana bwana. Kwa moja kwa moja tuendelee na sehemu ya somo la leo, ambapo leo tunaenda kujifunza michakato inayotengeneza matajiri. Moja kwa moja tuanze na mchakato wa kwanza ambao ni passion. Hii ni michakato 12 ambao michakato yote 12 inaanza na herufi P. Kwa hiyo michakato yote inaanza na herufi P. Mchakato wa kwanza ni passion. Mwandishi anatufundisha hivi: to create wealth you must find your passion and develop money making product or service around it. Mwandishi anatuambia ili kutengeneza pesa lazima utambue passion yako ni nini. Passion au shauku, vitu unavyovipenda, na tengeneza bidhaa au huduma kutokana na vitu unavyovipenda. Sisi tunaelewana mpaka hapo Kila mtu kwenye maisha ana vitu anavyovipenda kuvitazama, ana vitu anavyopenda kuvisikiliza, ana vitu anavyovipenda kuvifanya. Kila mtu kwenye maisha ana vitu anavyopenda kuwaona watu wengine wanafanya. Sasa katika vitu hivyo unavyovipenda kufanya, unavyopenda kusikiliza, unavyopenda kutazama, unavyopenda kuwaona wengine wakifanya, hapo ndani kuna pesa, hapo ndani kuna business idea. Sisi tunaelewana Kwa mwandishi anasema hivi: to create wealth you must find your passion and develop a money making product or service around it. You cannot succeed in what you are not gifted, talented, trained or passionate for. Hauwezi ukafanikiwa katika kitu ambacho hauna mapenzi nacho, hauna kipaji nacho, hauna mafunzo nacho. Kwa passion ni kila kitu. Mwandishi anatueleza the first principle for wealth creation. Kila tajiri unayemfahamu wewe Tanzania na duniani amekuwa tajiri kwa kufanya kitu anachokipenda. Ni kwa kufanya kitu unachokipenda tu ndio kutakufanya usikate tamaa. Watu wengi wanakata tamaa katika biashara, katika kazi wanazofanya kwa sababu hawana passion. Mmoja wa washindi wa tuzo za Nobel, moja ya tuzo kubwa zaidi duniani zinaitwa Nobel Prize. Mmoja wa washindi ambaye ni genius anasema without passion there is no genius.
Bila passion hakuna genius. Kwa ma genius, watu wenye akili kubwa tunawapata kwa kufanya vitu wanavipenda. Kwa hiyo ni first principle. Kwa hiyo tengeneza bidhaa au huduma kutokana na passion ulionayo. Unapenda sana watoto, fungua nursery school, uza nguo za watoto, vifaa vya kuchezea watoto. Au unauza lishe za watoto. Unapenda sana mziki, unaweza ukauza vifaa vya mziki, unaweza ukawa ni producer, unaweza ukawa ni msanii, unaweza ukawa manager msanii. Kwa hiyo unaweza kutengeneza bidhaa au huduma kutokana na passion yako. Hiyo ni pia kwanza, ni mchakato wa kwanza wa kutengeneza matajiri. Twende katika mchakato wa pili. Mchakato wa pili wa kutengeneza matajiri ni personality. Tunajifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha School of Money. Personality inasema to create wealth you need to discover your personality and know what works for you and what not. Yaani ili kutengeneza utajiri unatakiwa uelewe personality yako. Ujue nini kinakubali kwako, nini kinafanya kazi na nini hakifanyi kazi. Kwa mfano mimi baba yangu anapenda sana mpira na alikuwa kiongozi mkubwa wa mpira katika mkoa wa Songwe, na alikuwa mwalimu wa michezo katika shule yake. Sasa mzee mimi tangu nikiwa mdogo alikuwa ananunulia mipira, ananunulia jezi. Yaani akiamini kwamba yeye anachokipenda na mimi mtoto wake anatamani kuona ndio iko ninachokipenda. Mimi nimejaribu sana kucheza mpira, lakini nikaja kugundua sio vitu vyangu. Kwa hiyo personality ni principle muhimu sana kwenye maisha. Kama unataka kufanikiwa lazima ujue nini kinakubali kwako, nini hakikubali, nini kinafanya kazi kwako, nini hakifanyi kazi. Mwandishi anatufundisha do a SWOT analysis for yourself, stay with personality frame. SWOT analysis ni strengths, weakness, opportunity and threats. Yaani lazima ujue strengths zako, vitu ambavyo uko vizuri, vitu unavyoweza kufanya, hiyo ndio strengths. Alafu weakness lazima ujue udhaifu wako, ni vitu gani au viwezi na ni vitu gani hauna uwezo wa kufanya na hauvijui, hizo ndo weakness zako. Lakini pia opportunity katika maisha, katika sehemu uliyopo kuna opportunity gani, kuna fursa gani. Lakini threats ni vitu ambavyo ni hatari, vinaweza vikakuletea shida ya katika kukua, shida ya kufanikiwa. So pia pili ni personality. Unataka kufanikiwa lazima ujijue wewe vizuri, character, tabia, strengths, weakness na vitu kama hivyo hapo. Sasa pia tatu ambayo inaita problem. Mwandishi anatufundisha hivi, kama unataka kufanikiwa mchakato ni lazima utatue matatizo. Anasema to create wealth you must identify and find the problems you are created to solve. Money hides in a problem and money is a reward for solving a problem like we know now. Mwandishi anasema kutengeneza utajiri unahitaji kutatua matatizo. Pesa zimejificha kwenye matatizo. Kama unataka pesa, tatua matatizo. Kwa bahati mbaya watu wengi tuna mtazamo hasi kuhusiana na matatizo. Yani tuna mtazamo mbaya kuhusiana na matatizo. Tukiona matatizo tunayakimbia. Usichokijua ni kwamba kitu chochote kizuri unachokitafuta kwenye maisha yako kimejificha katika kutatua matatizo ya watu. Unataka wazo bora la biashara lipo katika matatizo ya watu. Unataka kula, wewe ni mwanasiasa, unataka kupendwa na watu, tatua matatizo ya watu. Unataka baraka kutoka kwa Mungu, saidia watu. Kwa kitu chochote unachokitafuta kizuri kiko kwenye matatizo ya watu. Na unapotatua matatizo makubwa unapata pesa nyingi, unapotatua matatizo madogo unapata pesa kidogo. Sisi tunaelewana mpaka hapo. So find the problem you are configured and capable to solve is the key to wealth creation. Tafuta matatizo ambayo umeumbiwa kuyatatua. Kuna wengine wameumbiwa kutatua matatizo kwenye sekta elimu, wengine kwenye sekta afya, wengine kwenye sekta usafiri kama yule wa Budia na mabasi mengi. Kwenye maisha kila mtu ana eneo lake la kutawala na kujidai. Yaani kuna matatizo ulioumbiwa kuyatatua ni yale matatizo ambayo unatumia nguvu kidogo, muda kidogo, rasilimali kidogo, lakini unapata matokeo makubwa. Mfano mimi nimeumbiwa kutatua matatizo ya ujinga, ukosefu elimu ya fedha na biashara isiyofundishwa shuleni. Ndicho ninachokifanya na nimekuwa nikifanya hivyo kwa miaka 7 sasa. Na Mungu namshukuru kwa hatua ambazo nimezipiga. Ukitatua matatizo ambayo umeumbiwa kuyatatua, pesa zinakufuata. Moja ya sababu ya kwa nini watu wengi hawapati pesa kwenye maisha ni kwa sababu wanatafuta pesa. Usitafute pesa my friend. Pesa itafute, pesa inategwa. Pesa itafutwi, pesa inavutwa kutokana na character ulizonazo, inavutwa kutokana na thamani ulionayo, inavutwa kutokana na matatizo unayotatua. Yaani wewe ukiona wewe upati pesa ni kwa sababu unatafuta pesa. Watu wanaotafuta pesa ndio watu ambao leo anauza mitumba, akiona mlipi kesho anauza vifaa vya hardware, akiona vimlipi kesho anafanya kilimo cha matikiti baada ya kusikia kinalipa. Yaani yeye anaenda anaishi kutafuta pesa, ana nomadic mentality. Ni ngumu sana kufanikiwa kama unataka kufanikiwa. Achana na nomadic mentality, achana na kutafuta pesa. Tafuta matatizo ya kutatua na tatua hilo tatizo kwa miaka yote na utafanikiwa. Pia 4 ni people. Pia 4 ambao mwandishi anatufundisha kama unataka kutengeneza utajiri, mchakato wa P ya 4 ambao ni people. To create wealth, people matter and you must locate the people you have sent to or the people that needs what you have. Anasema hivi, kutengeneza utajiri unawahitaji watu kwenye maisha.
Ili kutengeneza utajiri lazima ujue wewe umeumbwa kwa watu wa aina gani, na umeumbwa watu wa aina gani ambao wanakuhitaji. Kwanza unatakiwa ujue watu gani wanakuhitaji, na lazima pia ujue watu gani ambao unawahitaji na wewe. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Kwa pesa ziko kwa watu, my friend. Moja kanuni muhimu sana niliyojifunza kwenye maisha ni kwamba watu wanaofanikiwa sana kwenye maisha sio wale wenye akili kuliko watu wengine, sio wale wenye vipaji kuliko watu wengine, bali ni wale watu wanaojua kuishi na kuhusiana vyema na watu. Unahitaji watu kwa sababu watu ndo wateja, watu ndo walezi, mentors, watu ndo wafanyakazi. Unahitaji watu kwa sababu watu ndo wawekezaji, watu ndo business partner. Kwa hiyo lazima ujue wewe umeumbwa kwa watu wa aina gani, ni kundi la aina gani ambalo Mungu amekuleta duniani kulisaidia. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Yes, you must identify your target audience and focus them for wealth creation. Lazima ujue wewe kundi uliloumbiwa ni lipi. Afu mwandishi anatuuliza swali, is it better to be a big fish in a small river or a small fish in a big river? Wewe umeumbwa kwa ajili ya watu aina gani? Mchakato mwingine wa 5 wa kutengeneza utajiri ni product. Mwandishi anasema hivi, to create wealth you must create your own product or service because money hides in a product or service and nobody will give you money for nothing. Hakuna mtu atakayekupa pesa bure. Pesa ni matokeo ya bidhaa au huduma unayoiuza. Watu hawakupi pesa bure. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Kwa kama unahitaji pesa kwenye maisha yako, lazima uwe na bidhaa au huduma unayoiuza. Kuna sababu mbili za kwa nini watu wengi hawana pesa duniani. Sababu ya kwanza, hawana bidhaa au huduma wanayoiuza. Sababu ya pili, hawajui kuuza bidhaa au huduma wanayoiuza. Unaweza ukawa una bidhaa unauza. Yes, wewe ni mwalimu, unatoa huduma, unaiuza huduma yako ya ujuzi na uzoefu ulionao. Inawezekana wewe ni daktari, unauza huduma yako ya kitabibu. Inawezekana wewe ni rubani, unauza uwezo wako wa kuendesha ndege. Inawezekana wewe ni mtu ambaye unauza nguo, unauza simu. Sasa kama upati hela, tatizo linaweza likawa si kwenye kile unachokiuza, bali namna unavyouza, yani ujue namna ya kuuza. Kwa hiyo mwandishi anatuambia ili kutengeneza utajiri lazima utengeneze bidhaa au huduma kama unataka kutengeneza utajiri kwenye maisha yako. Sisi tunaelewana Kwa kutengeneza bidhaa au huduma kutokana na ujuzi ulionao, kutokana na uzoefu ulionao, kutokana na taaluma ulionayo. Tengeneza bidhaa au huduma kutokana na matatizo yaliyopo katika jamii. Hiyo ni mchakato mwingine ambao ni wa product. Mchakato wa 6 wa kutengeneza utajiri tunazungumzia platform. To create wealth you need a platform to use for the exchange and you need to establish one. A platform when established become your legal right to trade. Lazima uwe na platform mpendwa. Na hiyo platform tunaizungumzia hapa ni unasajili biashara yako. Huwezi ukawa mtu mkubwa kama hauko rasmi in one way or another. Lazima kama unataka kufanikiwa uwe na duka, uwe na ofisi, uwe na kampuni. Hizo ndo platform, na usajili biashara yako, usajili kampuni yako. Sio tunaelewana mpaka hapo kwa hiyo tunazungumzia hivyo. Kwa ili upate wateja, ili upate mikopo kutoka kwa benki, lazima uwe na platform, uwe na kampuni, uwe na biashara. Hiyo ndo platform yenyewe. Ili uweze kupata wawekezaji, lazima uwe na biashara, uwe na kampuni. Hiyo ndo platform yenyewe. If you don't create platform for yourself, no one will create it for you. Hii ni mfano mzuri. Badala ya kusubiri ualikwe, labda ni mwalimu, ni trainer, badala ya kusubiri watu wakualike trainer, waalike watu mwenyewe. Jitengenezee platform mwenyewe katika chochote unachofanya. Wewe ni msanii wa nyimbo, badala ya kusubiri uitwe kwenye nyimbo za watu, tengeneza nyimbo zako. Ni msanii wa filamu, badala ya kusubiri uitwe kwenye filamu za watu, take initiative ya kutengeneza filamu yako na wewe ualike watu wengine. Kwa katika chochote unachokifanya, jitengenezee platform wewe mwenyewe, badala ya kusubiria watu wengine wakutengenezea platform ndo wakuite kwenye platform zao. Hii inahusisha hadi kwenye masuala ya media na katika kila eneo kwenye maisha yako. Mchakato wa 7 ni packaging. Mwandishi anatuambia to create wealth you need packaging because in the world of business and finance packaging is key. You need to package yourself, your product or your service. Kwa mwandishi anakuambia ili tufanikiwe kutengeneza pesa na utajiri, lazima ujifunze kujipackage mwenyewe. Na hapa si tu kupackage bidhaa au huduma yako, pia packaging inahusu kujipackage wewe mwenyewe. Packaging ni namna ambavyo kitu kinaonekana kwa nje. Umeona packaging ya iPhone ilivyo, umeona packaging ya computer za MacBook zilivyo, umeona packaging nazungumzia pia. Umeona kama hii kitabu kinauzwa bei sana. Ukitaja original version kinauzwa $180,000, $170,000. Lakini moja ya sababu iliyopelekea kiuzwe bei ni packaging yake. Na nikwambie tu watu wanajaji kitabu kwa cover lake. Umeona hii kitabu? Umeona kitabu kilivyo? Hii yote ni packaging. Hii yote inaongeza value ya product au service unayoitoa. Okay, ngoja nikueleweshe zaidi nini maana ya packaging. Umeona ofisi ambayo mimi naitumia kuelimisha hii video. Wakati naanza hizi kazi za kuelimisha, watu wakaanza kuniuliza, "Wewe unafundisha mambo ya pesa, wewe una hela gani?" Maswali kama yalikuwa mengi.
Sasa hivi maswali yamepungua kwa sababu ya the way nimejipackage. Sasa hivi ninaonekana kama kidogo nina hela kidogo, yani sio mtu mwenye njaa sana. Kwa hiyo ndio maana unaweza kuona mazingira mazuri ya ofisi tumeyatengeneza kwa sababu ya kujipackage. Kwa packaging si tu kwa product or service. Packaging pia ni wewe mwenyewe unavyojipackage, the way unavovaa, the way unavodress, nguo unavyojipangilia, personal brand, yote hiyo ni packaging. Kwa kama unataka kutengeneza utajiri, packaging ni kila kitu. Na mwandishi anatufundisha umuhimu wa unique selling proposition. Kama unataka kufanikiwa, hiyo product yako, hiyo service yako, bidhaa huduma yako iwe ni ya tofauti. Tengeneza upekee ambao utawapa watu sababu ya kununua bidhaa yako na sio zingine za washindani wako, sababu ya kuhitaji huduma yako na sio huduma za watu wengine. Kwa packaging ni mchakato wa 7. Mchakato wa 8 ni promote. Hii ni pia 8. Mwandishi anatuambia to create wealth you need to publicize and advertise yourself, your product or your service. Watu nimekuja kugundua hawanunui tu bidhaa kwa sababu nzuri, wananunua bidhaa huduma kwa sababu wanaifahamu, wanaisikia. Kampuni kama Coca-Cola inajulikana dunia nzima, iko karibu kwenye nchi zote kasoro nchi kama 3 duniani, lakini mpaka leo inajitangaza. Kampuni ya Coca-Cola, mtoto mdogo mwenye miaka 6-7 anaijua, wazee wanaijua, vijana wanaijua, watu walika zote, lakini mpaka leo inajitangaza. Ina mabango makubwa barabarani, inajitangaza kwenye redio na TV kila siku, inajitangaza kwenye mitandao ya kijamii, inajitangaza kwa kutumia influencer, na ni kampuni ambayo inajulikana na kila mtu. Sasa wewe ndugu yangu, hakuna anayekujua, huna hela, kuna mtu anauza bidhaa ambayo hata ndugu zake, wazazi au wadogo zake wa damu hawajui anachokiuza. Wewe ukatoboa katika namna hiyo. Make sure watu wanajua unachokiuza na wajue upekee wa unachokiuza ukilinganisha na watu wengine. Ndio tunazungumzia mambo ya USP, unique selling proposition au selling point au competitive advantage. Kwa hiyo mwandishi anatuambia people need to know you exist. Watu wanatakiwa wajue unaishi na upo duniani, na wajue value unayoitengeneza, thamani unayoitoa katika jamii uliopo, kijijini kwenu, wilayani kwenu, mkoani kwenu, katika taifa lenu. Sisi tunaelewana mpaka hapo. Mchakato wa 9 wa kutengeneza utajiri ni present. To create wealth, you need to present yourself, your product or service by marketing and selling. Kwa hiyo mchakato unafanana na ule uliopita. Kwa hiyo lazima uwepo, lazima upatikane. Sisi tunaelewana. Kila unayeona amefanikiwa ni kuna mawili. Either yani kwenye maisha yako lazima uhakikishe unasikika. Kama huwezi kusikika, watu watazame. Kama huwezi kutazamaka, watu uonekane. Yani uonekane, usikike, au vyote kwa pamoja. Sisi tunaelewana. Kuwa present ni kupatikana. Watu waweze kukupata, wakupate kwenye mitandao ya kijamii, wakupate sehemu ambazo wanajua unatakiwa kupatikana, wanakuhitaji. Sisi tunaelewana. Because marketing and sales is what really brings in the money after publicity. Kuna utofauti kati ya sales na marketing. Marketing ni kujitangaza, unafahamika, lakini kuuza ni mchakato wa kuhakikisha kila aliyekufahamu anakupa pesa, anakuhitaji, anatoa pesa. Hiyo ndo masuala mazima ya sales na marketing. Lakini mchakato wa 10 kama unataka kufanikiwa ni pricing. Mwandishi anasema to create wealth you must know how to price yourself, your product or your service. Kutengeneza utajiri unatakiwa uweze kupanga bei ya huduma zako, uweze kupanga bei ya bidhaa zako, na wewe uelewe thamani yako ni ipi. Kuna watu mnalipwa chini ya thamani mlionayo. Inawezekana wewe ni mwanasheria, unawezekana wewe ni mwanamuziki, unawezekana ni mwigizaji, una thamani ya kulipa milioni 5, unalipa 800,000, unalipa milioni 1 kwa sababu hujajua kujipackage, hujajua kujiprice. Kuna watu mnauza bidhaa ambazo mngetakiwa muuze 10,000, nyewe mnauza 7,000. Mlitakiwa muuze 5,000, mnauza 4,000. Underprice. Underprice. Lakini kuna wengine ambao mna bidhaa nzuri sana ambazo mlitakiwa muuze 30,000, nyewe mnauza 20,000, mnauza 10,000. Kwa to create wealth you must know how to price yourself, your product or your service, kama unataka kutengeneza utajiri kwenye maisha yako. Na hapa swala siku kuna watu ambao mnauza bei kubwa sana, kuna wengine mnauza bei ndogo. Kwa swala sio kupanga bei kubwa wala kupanga bei ndogo, unapaswa kujua kupanga bei sahihi kutokana na value ulionayo, na kutokana na aina ya watu uliowalenga unaowahudumia, na kutokana na value ya kile ambacho unakiuza na brand ulioijenga katika jamii. Mchakato wa 11 ni profit. To create wealth you must make a profit because you are not a charitable organization. To labor without profiting is an error except it is a charitable because it's a charitable cause. Mwandishi anamwambia yani ili kutengeneza utajiri lazima unatengeneza profit. Labda kama wewe ni taasisi ya misaada, labda kama wewe ni NGO. Kwa hiyo chochote unachokifanya, iwe ni huduma, iwe ni bidhaa, lazima ujue faida unapataje na jinsi ya kuongeza faida. Moja ya sifa ya watu wanaofanikiwa na watu ambao wana minimize cost, wana maximize profit. Yani wanapunguza gharama
za uzalishaji, gharama za utengenezaji wa bidhaa, na wanaongeza gharama za faida, wanaongeza profit kwa maana. Sio, tunaelewana mpaka hapo lakini kuna over profiteering na not profiting. Kwa hiyo kama unataka kufanikiwa lazima ujue jinsi ya kutengeneza faida katika biashara yako, uepuke unnecessary expenses ili kupata faida. Mchakato wa 12 wa mwisho ni posterity. Mwandishi anatuambia to create wealth and lose it all is not good. Kutengeneza utajiri na kuupoteza wote sio kitu kizuri. Na hapa tunazungumzia posterity. Posterity ni wale watu ambao wanatengeneza pesa kwa faida yao wenyewe na faida ya ndugu zake au familia yake tu. Kwenye maisha yako uwe na lengo la kusaidia watu wengine. Maandiko matakatifu yanatuambia amhurumie maskini na mkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Kwa hiyo kama unataka kufanikiwa kwenye maisha yako, lazima ujenge utamaduni endelevu wa kusaidia yatima, kusaidia wagonjwa hospitalini, kusaidia wajane na watu wenye uhitaji. Ndio maana ya posterity. Hii ni principle ya 12, lakini ndio principle muhimu. Kwa sababu unapowasaidia wenye uhitaji, unampa Mungu sababu ya kukubariki zaidi, ili uwe na zaidi, ili usaidie na watu, usaidie watu zaidi. Sehemu pekee kwenye Biblia ambao Mungu amesema tumjaribu ni kwa kutoa. Sadaka si kupeleka tu kanisani au msikitini. Sadaka pia ni kusaidia wenye uhitaji, na ndio lugha kubwa zaidi, na dini zote zinahimizwa. Sifa kubwa ya dini yoyote ni upendo. Kuwa na upendo kwa watu wenye uhitaji. To whom much is given, much will be demanded. Aliyepewa vingi, vingi ataombwa, vingi vinategemewa kutoka kwake. Kwa kama unataka kuwa tajiri, achana na posterity mentality, materialism. Yani wewe unatafuta pesa kwa faida yako tu. Mimi nikiwa na hela nitafurahi sana. Yani una lengo la kuleta athari chanya kwenye jamii. Makampuni yote huwa yana policy inaitwa corporate social responsibility. Huwa kampuni zina wajibu wa kusaidia jamii. Zinachagua tu, kuna kampuni zimechagua kusaidia jamii kwenye eneo la afya, zingine kwenye eneo la elimu, zingine kwenye eneo la lolote lile. Mara nyingi inakuwa ni afya na elimu. Kwa wewe unaweza kaamua kwamba ukipata pesa kwenye biashara, kwenye kampuni, kwenye ajira, kwenye mshahara, kila pesa unatenga labda 5% kwa ajili ya watu wengine. Unasaidia wagonjwa, yatima, watu wenye uhitaji mbalimbali. Mungu atakuwa na sababu ya kukubariki. Kwa leo tulikuwa tunajifunza michakato inayotengeneza matajiri. Nimekufundisha P12. Nitasaja kwa haraka. Passion, shauku, vitu unavyovipenda. Pili ni personality, kujitambua, kujua wewe ni nani, vitu unavyoviweza na vile usivyoviweza. Tatu ni problem, pesa imejificha kwenye matatizo. Tatua matatizo ili utengeneze pesa. 4 ni people, pesa zimejificha kwa watu. Jua watu ulioumbwa kuwahudumia, watu ambao umelengwa kuwasaidia, ndio utatengeneza utajiri. Lakini pia 5 ilikuwa ni product. Pesa inawafuata watu ambao wana bidhaa huduma, tena wana bidhaa huduma za tofauti, sio bidhaa ambazo zina uwezo kupatikana au ni rahisi kuwa replaced na competition. Lakini pia tukajifunza platform. Ili kutengeneza utajiri unahitaji platform au jukwaa. Sasa kama watu wengine hawakualiki kwenye majukwaa yao, tengeneza jukwaa la kwako mwenyewe. Lakini pia kuna packaging, kujipackage. Jifunze kujipackage wewe mwenyewe, jifunze kupackage bidhaa huduma yako. Kupackage huduma inawezekana ni kutengeneza mazingira mazuri ya kutoa huduma yako. Sio watu wanakuja kula kwako, wanakuwa na kula huko wanafukuza nzi. Lakini pia nyingine ilikuwa ni promote. Ni mchakato wa 8. Jifunze kutangaza ulichonacho. Kitu kinachofanikiwa zaidi sokoni sio kile kilicho bora zaidi, bali kinachotangazwa. Lakini mchakato wa 9 ilikuwa ni presenting. Lazima upatikane kwa namna yoyote ile, ili watu waweze kukuhitaji, kukupata na kulipa kile ulicho nacho. Pricing ni mchakato wa 10, yani kupanga bei. Ujue kupanga bei ya bidhaa huduma yako, na ujue thamani ndio nayo, ili usije ukalipa kidogo chini ya thamani yako. Lakini pia mchakato mwingine wa 11 ilikuwa profit. Hakikisha katika chochote unachokifanya unapata faida. Labda kama unafanya kwa lengo la kusaidia tu, lakini kama ni biashara hakikisha una minimize cost at all cost na una maximize profit. Na mchakato wa 10 ilikuwa ni posterity. Acha kutafuta pesa kwa sababu yako tu na familia yako. Anza kutafuta pesa kwa lengo la kuleta athari chanya katika jamii, kusaidia yatima, wajane na watu wenye ulemavu. Sasa bwana, habari njema ni kwamba hiki kitabu cha School of Money, shule ya pesa, tunacho cha Kiingereza na tunacho cha Kiswahili. Nimekwambia ni moja vitabu bora zaidi nilivyovisoma duniani. Kwangu ni kitabu namba 1. Nimesoma vitabu vingi. Ndani ya hiki kitabu kitu ninachokipenda, utajifunza elimu ya fedha ambao ni sehemu ya kwanza kitabu hiki. Pili, utajifunza elimu ya biashara na ujasiriamali, kukuza makampuni, kukuza biashara, na 3 utajifunza elimu ya mafanikio, personal development. Kwa kitabu kina aina hizo 3 za elimu muhimu zaidi. Sasa hiki kitabu bwana tunacho. Kama utahitaji cha Kiingereza, part 1 $35, part 2 $35.
Sisi tunaelewana, kina part 1 na part 2, na kama utataka cha Kiswahili ni 25,000 tu. Kupata kitabu hiki piga namba za simu unazoziona katika screen. Popote ulipo nchini Tanzania unaweza kupata kitabu hiki, na pia unaweza kusoma kitabu changu cha Kanuni 20 za Fedha, jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara, nguvu ya kujua. Kitabu kimoja 25,000, lakini pia nina kitabu kipya kinaitwa Akili ya Fedha, ni shilingi 30,000. Karibu sana bwana, itakuwa heshima sana kuweza kusoma hiki kitabu na nitafurahi sana kwa sababu ninaamini kitakubadilisha maisha. Na zaidi usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Na kama nilivyokuambia, Biashara Soft ni mfumo wa kusimamia biashara yako kijanja. Kama una biashara aina yoyote ile, upo Dar es Salaam, uko mkoani, uko Mbeya, Mwanza, Arusha, popote ulipo nchini Tanzania, unaweza kusimamia biashara yako kupitia application yetu ya Biashara Soft, ili upate ujumbe bidhaa inapokaribia kuisha, uone wateja wanaonunua sana kwako na wateja hao wako mkoani, wako mkoa gani, wilaya gani. Kwa karibu sana. Lakini pia kama wewe una kikoba, upo katika vikoba, tafadhali wasiliana nasi kwa namba unazoziona. Tunatoa elimu ya vikoba bure kabisa kwenye kikoba chochote. Uwe Dar es Salaam, uwe mkoani, tunatoa elimu ya vikoba bure. Lakini pia tuna mfumo wa kusimamia vikoba ambao utasaidia kusimamia akiba za wanakikundi, utasaidia kusimamia mikopo iliyoko katika kikoba au SACCOS. Kwa sababu mfumo ni kwa ajili ya vikoba na SACCOS pia. Asante sana. Ni follow kwenye mitandao yangu yote ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene. Hadi wakati mwingine.